Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya saa hii ya neno. Ninakuja mbele zako mtoto wako na mtumishi wako, katika jina la Yesu, kupitia Roho yako Mtakatifu ukanipe kusema neno lako katika ujasiri wote, hekima yote na ufunuo wote. Lakini pia ukanipe kusema neno lako lililobeba majibu ya maswali ambayo watoto wako wako nayo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Lakini pia fungua akili zao watoto wako pia wakapate kuelewa neno lako na kupokea majibu yale ambayo uliyakusudia. Pako wako wa kufundisha ukae juu yangu, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Basi tunaendelea na somo letu. Ukifungua kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6. Ule mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Nikakwambia kwamba Gideoni alipoitwa na Mungu alijikuta yuko na changamoto ambazo zinamfanya ashindwe kutimiza ule wito ambao Mungu amemuita kwao. Na changamoto ambazo Gideoni alikuwa nazo, ya kwanza ilikuwa ni changamoto ya kiuchumi. Anasema yeye jamaa yake ndiyo maskini sana. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni kibali. Kwa tamaduni walizokuwa nazo Waisraeli, yeye alikuwa hastahili kufanya jambo kama lile. Kwa hana kibali. Manake hata angeamua kuita watu, kwa organize wanajeshi kwa ajili ya kwenda kupambana huko, bado wangekataa, kwa sababu hana hicho kibali. Haleluya. Na wiki iliyopita tukaangalia sana kwa habari ya changamoto ya kiuchumi. Tukaangalia sana kwa habari ya umaskini na roho ya umaskini. Na siku ya leo nataka tuangalie sana kwa habari ya kibali. Kwa habari ya kibali. Haleluya. Haleluya. Sasa unaweza kupata kibali kwa namna 3. Unaweza kupata kibali kwa namna 3. Namna ya kwanza ya kupata kibali ni Mungu kuwa pamoja na wewe. Biblia inasema Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, na Yusufu akapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, na Yusufu akapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kupata kibali ni kuhakikisha kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana yuko pamoja na wewe. Kinachofanya upate kibali, iwe kwa watu, iwe kwenye biashara, kwenye ofisi uliopo, kwenye huduma, kinachofanya upate kibali, cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Lakini jambo jingine ni uwezo wako wa kutenda vyema. Ni uwezo wako wa kutenda vyema. Mungu alimwambia Kaini kwamba ukitenda vyema hutapata kibali. Ukitenda vyema hutapata kibali. Kwa hiyo kutenda vyema kunakupa kibali. Umepewa kazi ya mtu uifanye, ukaifanya kwa ubora kabisa hiyo kazi, wewe una uhakika kuna kitu kingine utakigeni. Utapata kibali kwa huyo mtu aliyekupa kazi. Utapata kibali kwa huyo mtu aliyekupa kazi. Kwa hiyo njia nyingine ya kupata kibali
ni kuhakikisha unatenda vyema kwenye vile vitu ambavyo watu wamekupa kufanya. Kwenye vile vitu ambavyo watu wamekupa kufanya. Na njia nyingine ya kupata kibali ni kumwomba Mungu. Ni kumwomba Mungu. Esa alikosa kibali kwa mfalme, akaamua kumwomba Mungu. Kwa hiyo maombi yanaweza kukusaidia kupata kibali mahali usipokuwa na kibali. Haleluya. 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 Naomba fungua kitabu cha Daniel. Tutaanzia hapa siku ya leo. Kitabu cha Daniel sura ya 6. Daniel sura ya 6 kuanzia ule mstari wa kwanza. Tutasoma mpaka wa 9. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Daniel alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Daniel huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala alikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Daniel huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yeyote au kwa mtu awaye yeyote kwa muda wa siku 30, ila kwako mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya, yasibadilike kama ilivyo sheria ya Waemedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Haleluya. Mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Sasa Dario, fungua hiyo kitabu cha Daniel sura ya 5. Sura ya 5. Nitasoma ule mstari wa 30 na 31. Usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa, na Dario Mwemedi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa na miaka 62. Kwa hiyo unaona kabisa Dario ufalme aliupokea kutoka kwa nani? Belshaza. Aliupokea kutoka kwa Belshaza. Kama ilivyo kawaida hata katika serikali, inapotokea rais mpya, unakuta anachagua saa nyingine wakuu wa mikoa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na huyu Dario alipoingia kwenye ufalme wake, akaamua kuchagua maliwali wengine. Maliwali hawa walikuwa ni wakuu wa majimbo yaliyokuwepo katika utawala wa mfalme Dario. Kwa akaamua kuchagua maliwali wengine ambao watamsaidia
kusimamia na kufanya kazi kwenye hayo majimbo. Na baada ya kuchagua maliwali wengine 120, akawachagua wakuu watatu. Hawa wakuu watatu akitaka wawasimamie wale maliwali. Manake najaribu tu kufikiri kama majimbo yalikuwa labda 120, maybe kila mtu akapewa majimbo 40. Wale wakuu watatu kila mtu akapewa maybe majimbo 40. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Daniel akawa anasimamia majimbo 40 na wale wakuu wengine wawili wakawa wanasimamia majimbo mengine 40. Haleluya. 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 Kwa sababu neno la Mungu linasema ule mstari wa 2, na juu yao akaweka wakubwa watatu. Manake juu ya wale maliwali akaweka wakuu watatu, na Daniel alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Kwa hiyo hawa kina Daniel na wale wakuu wengine wawili waliwekwa juu ya wale maliwali kuhakikisha kwamba wale maliwali wanaripoti kwa wale wakuu watatu ambaye ni Daniel na wale wengine wawili. Haleluya. 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 Okay. Ule mstari wa 3 sasa. Biblia inasema, hebu sema basi. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali. Manake sasa walipoanza kufanya kazi, Danieli yupo kwenye kazi yake na wale wakuu watatu wako kwenye kazi zao, na wale maliwali waliochaguliwa wapo kwenye kazi zao. Baada ya muda kuna kitu kikatokea. Biblia inasema basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali. Alipata sifa, manake alipata kibali kikubwa kuliko wale wakuu wawili, lakini pia kuliko hata wale maliwali. Alipata sifa. Biblia inasema kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Hawa wote wamepewa kazi. Hawa wote wakuu watatu wamepewa kazi. Wote wameanza kufanya kazi. Baada ya muda, mfalme alipoenda kuangalia kazi zao, Danieli akapata kibali kikubwa sana. Akapata sifa kubwa sana. Biblia inaelezea, inasema alipata hiyo sifa kubwa sana kwenye utendaji wake kwa sababu roho bora alikuwa ndani yake. Tupozi kwanza kwa habari ya roho bora. Kuna kitu hapa nataka nikuonyeshe. Kilichompa kibali Daniel kwa mfalme ni utendaji wake. Kumbuka mfalme aliwaweka hao wakuu watatu akiwemo Daniel, lengo lake kubwa asipate hasara. Inawezekanika kabisa huyu mfalme alipokuwa anaenda kwa wale wakuu wengine wawili, kuna aina fulani ya hasara alikuwa anaiona, lakini alipokuja kwa Daniel alikuwa haoni hasara. Alikuwa haoni hasara, manake utendaji wa Daniel ulikuwa ni mzuri sana kiasi kwamba mfalme alikuwa anapata tu faida. Manake kwenye utendaji wote wa Daniel mfalme alikuwa kila akiangalia anaona anapata tu faida. Anaona anapata tu faida. Katika jina la Yesu, Mungu akuinulie watu ambao wataleta faida kwenye maisha yako. Haleluya. Najua kuna wengine wana biashara, kuna wengine wana vitu wanavifanya, wamewaweka watu. Na hao watu kila siku wanakuletea hasara. Mimi leo nakuombea katika jina la Yesu, yeyote ambaye umemweka akakuletee faida. Akakuletee faida. Biblia inasema kwamba huyu Danieli akapata sifa kwa sababu ya utendaji wake.
alikuwa anafanya kwa ubora kiasi kwamba mfalme kila akienda alikuwa anapata faida. Kila akienda kwa Daniel anaona Daniel ameleta faida. Kuna wengine hapa toka mmeajiri huyo mtu kwenye biashara yako ndo hasara kila siku zinatokea. Sasa angalia, Biblia inasema hivi, kwa sababu roho bora alikuwa ndani yake. Kwa hiyo kilichokuwa kinamsaidia Daniel kufanya kazi zake na kupata faida ni ile roho iliyokuwa ndani yake. Sasa fikiri, wewe mtu uliyemweka na roho gani? Haleluya. 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 Wewe mtu uliyemweka na roho gani? Wakati mwingine unapambana unaomba, unafikiri kuna nguvu za giza. Kumbe shida ni mtu uliyemweka. Daniel alikuwa na roho bora, na kwa sababu hiyo kitu pia alichokuwa anakileta ni bora. Wewe mtu uliyemweka ana roho gani? Kuna mtu mmoja yuko hapa akaja siku moja akaniambia, mtumishi, na mshukuru Mungu, naona mauzo yangu kwenye biashara yamebadilika sana. Yamebadilika kweli, anashangaa kabisa. Anasema kuna kijana mmoja nilimweka pale ofisini, lakini kwa nashangaa mauzo ni ya kawaida. Lakini siku tu alipoondoka nikakaa mwenyewe, wiki 2 tu, nikaona mauzo yamepanda sana juu. Sasa mtu kama huyu unaweza kuwa unafunga, unaomba Mungu niongeze biashara. Kumbe kuna mtu umemweka kwenye biashara yako pale, anakuletea hasara kila siku. Mungu akuletee watu atakao kuletea faida. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu roho bora alikuwa ndani yake. Sasa angalia, Biblia kitu inasema, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Kwa Daniel, kwa sababu ya utendaji wake ule, akapata kibali kikubwa sana kwa mfalme. Mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Sasa hapa nilikuwa natafakari, sasa akiwa juu ya ufalme wote, maana yake naye mfalme anakuwa chini au inakuwaje? Haleluya. Haleluya. Maybe labda anakuwa waziri mkuu. Haleluya. Kama Yusufu ilivyokuwa. Kwa sababu kwa Yusufu kilichotokea, Farao akasema, mimi peke yangu ndio nitakuwa juu yako, watu wote watakuwa chini yako. Kwa hiyo na Danieli naye akapata kibali. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya utendaji wake. Kumbuka nimekuambia kuna aina 3 za vibali. Kuna namna 3 unaweza kupata kibali. Moja wapo nikakwambia kutenda vyema. Unapotenda vyema kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka, unavyotenda vyema kwenye eneo ambalo bosi wako amekuweka, uwe na uhakika baada ya muda utapata kibali kwa hiyo bosi. Utapata kibali kwa hiyo bosi. Sio tu kuhusiana na mshahara. Unapotenda vyema kuna kibali pia unakipata. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Daniel alitenda vyema. Alipotenda vyema, nini kikatokea? Mfalme akaona, wacha huyu mtu ni muinue zaidi. Maanake akapata kibali kikubwa sana kwa mfalme. Mfalme akaamua kumweka juu ya ufalme wote, na matatizo ndo yakaanzia hapo. Haleluya. Haleluya. Sasa angalia kilichofuatia sasa. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli. Kabla tujaendelea, maana najua mnapenda kuandika pointi. Pointi ya kwanza. Utendaji wa Danieli kwa msaada wa Roho Mtakatifu ulimpa kibali kwa mfalme. Utendaji wa Danieli kwa msaada wa Roho Mtakatifu ulimpa kibali kwa mfalme. Hiyo pointi ya kwanza. Pointi ya pili. Kibali chako kinapoongezeka na vita yako inaongezeka. Kibali chako kinapoongezeka na vita yako inaongezeka. Angalia ule mstari wa 3. Biblia inasema, basi Danieli huyo, mstari wa 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana
kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari ya mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Biblia inasema basi mawaziri na maamiri. Ukisoma kwenye Biblia ya Habari Njema anaweka namna hii. Ukisoma kwenye Biblia ya Habari Njema anaweka namna hii. Ule mstari wa 4. Anasema wale wakuu, manake wale wakuu wawili pamoja na maliwali wakatafuta kisingizio cha kumshtaki Danieli kuhusu mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kupata sababu ya kumlaumu wala kosa lolote, kwani Danieli alikuwa mwaminifu, hakupatikana na kosa wala hatia yoyote. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini hawa jamaa wanatafuta kosa kwa ajili ya kumshtaki Danieli? Na kwanza wanataka kumshtaki kwa nani? Hawa wakuu na hawa maliwali. Kwa nini wanataka kumshtaki Danieli na wanataka kumshtaki kwa nani? Manake hawa wakuu wawili na hawa maliwali walikuwa wanatafuta kosa Danieli lolote kama amefanya, ili wamshtaki kwa mfalme apoteze kile kibali, ili mfalme agairi kumweka Danieli juu ya ufalme wote. Kumbuka Danieli alikuwa bado hajawekwa juu ya ufalme wote. Biblia inasema mfalme aliazimu, manake alikuwa bado. Haleluya, haleluya. Mfalme aliazimu, alikuwa bado hajamweka. Hawa jamaa wakaanza kutafuta, na ninashangaa sana, Biblia imeandika vizuri sana. Biblia imeandika vizuri sana. Urudi kwenye Biblia yako sasa ya kawaida. Biblia imeandika vizuri sana. Inasema basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana. Hebu sema wakatafuta sana. Wakatafuta sana. Wanatafuta nini? Namna gani Danieli atapoteza kibali? Can you imagine? Yaani kuna watu ambao wanatafuta sana kuhakikisha wewe unapoteza kibali. Danieli amepata kibali kwa mfalme. Kuna watu wakuu kwenye maisha yako, naamini wapo hata kama sio wengi, ambao umepata kibali kikubwa kwao. Lakini nakwambia kinachoendelea saa hizi, hiyo unajua au hujui, kuna wanaotafuta kwa ukubwa sana kuhakikisha unapoteza kibali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema wakatafuta sana. Manake kama kuna mafaili labda ya hela ya nini alikuwa ana manage Daniel, watakuwa walienda wakayapekenyua, wakayachambua kweli, kutafuta kujua huyu jamaa amekosea wapi. Sasa fikiri wewe upo ofisini na umepata kibali kwenye ofisi, na saa nyingine ofisi yako hata ufungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema wakatafuta sana. Wanatafuta jamaa huyu atakuwa amekosea wapi. Kwa nini wanatafuta amekosea wapi? Sio kwamba ili wamsaidie, bwana usio unakosea, usio unafanya hivi. Lengo lao ili wakishapata hilo kosa waende kwa mfalme, wamwambie mfalme, huyu mtu hafai. Hafai kuwa mfalme, hafai kuwa juu ya ufalme wote. Kwa nini? Kwa sababu anafanya hivi, amekosea. Kwa nini? Kwa nini wakati wako sawa walikuwa hawafanyi hivyo? Sio kama umekiona hichi kitu kingine hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii shida ilianza saa ngapi? Kwa sababu naona mfalme alipowachagua wale wakuu watatu, wameendelea, wamefanya kazi, hakuna shida yoyote. Hawa jamaa watafuti makosa ya Danieli. Lakini Danieli tu, mfalme alipoazimu kwamba atamkuza Danieli, shida ikaanzia hapo. Shida ikaanzia hapo. Mara nyingi sana unapoona umepata kibali, mlikuwa labda kwenye grupu fulani, grupu ambalo ni sawa, alafu wewe ukapata kibali, ukainuka juu na wenzako kawaacha, wewe una uhakika baada ya muda hawa jamaa wanaweza kaanza kupiga vita. Wanaanza kupiga vita kwa sababu Danieli alikuwa apigwe vita before.
Danieli ni mkuu na wale wawili ni wakuu. Hakuna vita yoyote imetokea. Lakini pindi tu mfalme alipoazimu. Sasa pia najiuliza hawa jamaa walijuaje? Au mfalme waliwatangazia au Danieli mwenyewe kielele chake alienda kumshirikisha mmoja? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unaona hawa jamaa walikuwa wampigi vita kabisa Daniel. Lakini tu baada ya Daniel kuwavuka wao kwenda level nyingine kuliko wao, vita ikainuka. Sasa kitu gani nataka nikuonyeshe hapa? Siku zote kuna watu au kuna chochote ambacho wao kinatafuta kuhakikisha unapoteza kibali kwa watu wakuu ambao Mungu amekupa kupata kibali kwao. Kuna watu ambao Mungu amekupa kibali machoni pao. Kuna vitu vingi sana vinavyofanyika katika ulimwengu wa roho huko kuhakikisha kwamba unapoteza kibali. Upo kazini ukapata promotion. Usifikiri kila mtu anafurahia wewe kupata promotion. Upo kazini wewe ukiongea na boss wako mnaongea vizuri sana, kiasi wengine wanaona wivu. Usifikiri hicho kibali watu wanapenda wewe endelee kuwa nacho. Uwe na uhakika baada ya muda kuna vita ambazo zitainuka. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa natafakari jana, nikasema kuna umuhimu sana, nikawaza tu kuna umuhimu sana pale ambapo unaona umepata kibali kwa mtu au kwa eneo lolote lile, kukiombea hicho kibali. Kwa sababu najaribu kufikiri kama Daniel yamkini angeanza kuomba mapema kwa habari ya hichi kibali alichopata kwa mfalme, yamkini hata hii vita aliyoipitia asingeipitia. Kuna vita ambazo unapitia kwenye maisha yako kwa sababu ya kibali. Tathmini sana, kuna matukio ambayo yalitokea kwenye maisha yako yawe kuinuliwa. Siku tu ulipoinuliwa na vita zako ndo zikaanza siku hiyo. Kwa sababu vita ya Daniel ilianza tu siku mfalme alipoazimu kumpandisha. Kuna wengine hapa unapambana vita, hiyo vita hujui ilianzia wapi, lakini inawezekana kabisa hiyo vita yako ilianza tu siku ulipopata promotion. Ilianza tu siku biashara yako ilipoanza kuuza sana. Haleluya. 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 Angalia, najaribu kukuonyesha hapa aina ya watu ambao utapata kibali kwao, lakini pia aina ya watu ambao watapambana na wewe kwa sababu ya kibali ulichokipata. Unaona Daniel amepata kibali kwa mfalme, na watu wanaopambana na yeye kuhakikisha anapoteza hicho kibali ni wale ambao walikuwa anafanya nao kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukiona kuna kibali chako kwa mtu fulani kinaanza kupungua, jiulize mara mbili. Inawezekana kuna vitu vinafanyika huko katika ulimwengu wa roho na wewe hujui. Twende pointi ya pili. Walijuaje kuwa mfalme anataka kumpandisha cheo? Walijuaje kama mfalme anataka kumpandisha cheo? Ndio maana kuna muhimu pia wakuto kushangilia ushindi mapema. Wakuto kushangilia ushindi mapema. Mungu amekupa breakthrough, sio kila mtu namwambia, kwa sababu sio kila mtu anakuazia mema kama wewe unavyofikiri. Kuna wengine ambao wanatamani kuona maisha yako yakikwama siku zote, maisha yako hayasogei siku zote. Kwa hiyo baada ya kusikia kuna breakthrough fulani, relax. Kuna mtu mmoja alikuja akanambia, mtumishi, namshukuru Mungu nimepata safari ya kwenda nje ya nchi, natamani kushuhudia. Nikasema, kwani ushaenda? Uende kwanza. Unaweza kuja ukashuhudia hapa watu wakapindua. Haleluya. Yes, usishangilie ushindi kabla. Wewe tu ndio umechumbiwa bado hata mali hawajatoa. Mashoga zako wote wanajua. Yaani kwamba mashoga zako wanaanza kufikia huyu anataka kutoka kwenye cycle yetu, kwamba yani yeye aitwe ameolewa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nilikuwa natafakari, hawa jamaa walipata wapi hizi habari? Je, ni mfalme aliwaambia
Au Danieli alikuwa na rafiki moja kati ya wale wakuu wawili, akamwambia, unajua siku zote adui wa maisha yako hayuko mbali sana na wewe. Adui yako anaweza kuwa rafiki yako, best yako kabisa. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ili taarifa zako zivuje, shetani anajua hawezi kumtumia mtu wa mbali, kwa sababu hauwezi ukafunguka ukamwambia vitu vyako. Kwa hiyo anatumia mtu wa karibu kabisa. Mtu wa mbali hawezi ukamfungukia. Hivyo ukutana na mtu hapo unaweza kumfungukia kila kitu? Hamna, sio rahisi. Chunga sana unakuwa na nani mara nyingi. Unajua ukiwa unatembea na mtu fulani, yani unakuwa na mtu huyo mara nyingi. Unajua sisi binadamu tumeumbwa kuongea. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kujikuta kuna vitu unaongea vingine ukupaswa kuongea, kwa sababu tu huyo mtu yupo karibu sana na wewe. Na wakati mwingine huyo mtu akawa kumbe anatumika. Haleluya. 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 Kwa hiyo unaona hawa wakuu wawili wakaanza kupambana na Danieli. Danieli mwenyewe bado hata hajawekwa kwenye hiyo nafasi. Ndio kwanza mfalme ameazimu, lakini hao jamaa wameanza kupambana. Tuangalie pointi nyingine. Pointi ya 3. Itakuwa pointi ya 4. Pointi ya 4. Kilinde kibali chako. Kilinde kibali chako. Sasa angalia, Biblia inasema ule mstari wa 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Kilichofanya wasione kosa ni kwa sababu ya uaminifu. Naomba pia fungua kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, Bwana akanena ghafla. Hesabu sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 9. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuwaambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema. Akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Unamwona hapa Musa. Biblia inasema Miriam na Haruni wakaanza kumshambulia Musa kwa maneno. Mungu akawasikia. Na Mungu alipowasikia akawaita. Akaanza kuongea nao. Akasema, akiwepo nabii katikati yenu, nitaongea naye kwa maono au kwa ndoto. Lakini sivyo kwa mtumishi wangu Musa. Anasema kwake nitaongea naye ana kwa ana, mdomo kwa mdomo. Kwa nini ataongea naye mdomo kwa mdomo? Anasema kwamba sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwa hiyo kilichompa kibali Musa, Mungu kuweza kuongea naye ana kwa ana, Mungu kuweza kusema naye Musa clearly, sio hadi atafsiri maono, sio hadi atafsiri ndoto, ni uaminifu aliokuwa nao. Naomba mnisikilize sana nyinyi mnayopenda kumsikia Mungu. Haleluya.
Kwa hiyo hii dimension ya Musa kumsikia Mungu, hii level ya Musa kuwa na uwezo wa kumsikia Mungu clearly, bila kuanza kutafuta hii ndoto itakuwa tafsiri gani, bila kuanza kutafuta haya maono, hem nikamuulize mtumishi hivi hii itakuwa ina maana gani. Alipata hicho kibali cha kwenda level hiyo, alikipata saa ngapi? Kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Unajua mara ya kwanza alikuwa anajua ukiomba sana ndio wakati mwingine labda Mungu anaweza kaongea na wewe clearly. Kumbe wakati mwingine uaminifu wako kwa Mungu ndio unamfanya Mungu akupe kibali cha kuweza kumsikia vizuri zaidi. Anasema akiwepo nabii nitamtokea kwa ndoto, nitamtokea kwa maono, lakini ninapofika kwa habari ya Musa nitaongea naye mdomo kwa mdomo. Kwa nini? Kwa sababu Musa ni mwaminifu. Angalia uaminifu wa Musa. Si tulimpa Musa kibali kwa Mungu cha kuongea naye ana kwa ana au mdomo kwa mdomo, ila hata maadui zake walipoinuka kutaka kumshambulia, kwa sababu tu ya ule uaminifu, Mungu akainuka. Haleluya, 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 haleluya. Kuna kibali unachokipata kwa sababu ya uaminifu ulionao, lakini pia uaminifu ulionao utakulinda pindi watu wanakushambulia, pindi watu wanainuka juu yao. Kwa sababu tu ya uaminifu ulionao, Mungu atakulinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia mara ya kwanza, haijalishi watu wanakusema vibaya kiasi gani, au haijalishi watu wanakuona wewe mbaya kiasi gani, lakini ukiwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu atakulinda. Kuna watumishi wakubwa sana ambao mimi nawafahamu, wanasema maneno magumu mabaya, lakini mkono wa Mungu haujawahi kupungua juu yao. Yaani wanasema vibaya, lakini ukienda kwenye ibada, ukienda ukaona Mungu anavyotembea, unashangaa. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu hao watu pamoja na hao kuwasema, Mungu anaona uaminifu wao kwenye kile wanachokifanya. Mungu anaona uaminifu wao kwenye kile wanachokitenda. Kwa hiyo Mungu hawezi kuwapungukia, atazidi kuonekania zaidi na zaidi. Na siku zote unajua, kama mtu hajafanya kosa lolote na watu wakamzushia mambo, ukianza kumsema, kitu kinachotokea huyo mtu Mungu atamuinua sana. Kwa hiyo vita yoyote inapotokea kwenye maisha yako kwa sababu ya uaminifu ulionao, uwe na uhakika baada tu ya muda utakuta umetukuzwa zaidi. Ndio kanuni ya kiroho. Lakini kama unafanya kweli, inakuwa ni changamoto. Haleluya. Yes. Maana unaweza kawa unafanya kweli alafu unataka Mungu akutukuze. Kama wewe ni mwaminifu kwenye kile ambacho unakifanya, hata kama watu watakusema vibaya, watakuwa wanampiga teke chula. Haleluya, haleluya. Mtu angalie pointi nyingine. Pointi ya 5 itakuwa, siku zote ukiona mtu anakufanyia ubaya, sio kawaida. Sio kawaida. Siku zote ukiona mtu anakufanyia ubaya, sio kawaida. Kwa mtu, yes, siku zote ukiona mtu anakufanyia ubaya, sio kawaida. Kuna roho nyuma yake inayomsukuma kukufanyia ubaya. Siku zote ukiona mtu anakufanyia ubaya, sio kawaida. Kuna roho nyuma yake inayomsukuma kukufanyia ubaya. Mimi nilikuwa naitafakari habari ya kina Daniel, nikashangaa sana. Nilishangaa sana. Hawa mawaziri inakuwaje? Yaani wameenda kwenye ofisi ya Daniel, wametafuta kosa gani Daniel atakuwa amelifanya, wamekosa. Wakaamua kuitana, wakakaa kikao. Can you imagine? Mimi ninavyoamini, binadamu wa kawaida Mungu aliyemuumba amemuumbia matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, Mungu amemuumbia matendo mema. Ukiona binadamu anafanya vitu vibaya afu ambavyo ni extra mile, ujue nyuma yake kuna kitu. Biblia inasema hawa jamaa wakajiorganize, wakakaa kikao kama makuhani walipokuwa wamekaa kikao kwa ajili ya Yesu, na hawa jamaa walikaa kikao kwa ajili ya Daniel. Biblia inasema ule mstari wa 6, basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme
wakamwambia hivi, mfalme uishi milele. Manake walijiorganize watu wengi, wakakusanyika kwa mfalme, wakamwambia mfalme, tunatakiwa tutengeneze sheria. Sasa angalia, hii sheria inayotengenezwa kwa ajili ya mtu mmoja. Manake kwenye hii ofisi kuna sheria imetengenezwa particularly kwa ajili ya mtu mmoja, kwa ajili ya kumkamata mtu mmoja. Wametengeneza sheria kwamba asiwepo mtu yeyote atakayemwabudu, atakayeomba kwa Mungu mwingine yeyote isipokuwa tu kwa mfalme. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu wanajua tukifanya hivi tutamkamata Danieli. Kwa hiyo wakatengeneza sheria. Mimi nikawa nawaza, inawezekanaje mtu wa kawaida akawa na thubutu kufanya mambo magumu namna hii kwa ajili ya mtu mwingine? Yaani akadiriki kwenda kubadilisha sheria au kutengeneza sheria kwa ajili tu ya kumuinda mtu mmoja. Lazima nyuma yake kuna kitu, sio kawaida. Ndio maana inabidi uwe makini. Wakati mwingine kuna watu wanakufanyia ubaya, wewe unafikiri unapambana tu na watu, lakini nyuma yao kuna roho. Lengo lao ni nini? Kuhakikisha kwamba Danieli hakai kwenye kile kiti ambacho Mungu amempa. Hakai kwenye kile kiti ambacho Mungu amempa. Mfalme amenuia kwamba Danieli atakuwa juu ya ufalme wote, lakini kuna watu huko wameinuka kuhakikisha wanataka kuzuia hilo jambo lisitokee. Sasa nisikilize, hii pia nilikuwa naomba Mungu nipe hekima ya kuongea, kwa sababu unapoongea kuhusiana na issue za serikali. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, kumbuka Danieli alikuwa na roho gani? Biblia inasema Danieli alikuwa na roho bora. Unajua kwa nini watu wengi sana watu wengi sana wenye roho bora inakuwa ni tab sana kuingia kwenye system? Nikisema wa nini itakaleta mimi nitumie neno wenye roho bora. Watu wengi sana wenye roho bora ni ngumu sana kuingia kwenye system. System za biashara, wewe nenda kwenye masoko mkaangalie biashara kubwa za kina nani. Naona sasa hivi mmeanza kunisikiliza. Nasema hivi, nenda kwenye mifumo ya serikali, kaangalie kama utakuta wengi wenye roho bora. Nikisema roho bora mnaelewa Haleluya. Kaangalie wengi wenye roho bora. Au nenda kwenye hiyo mifumo, kaangalie wale ambao wanataka kuingia kwenye mifumo wenye roho bora, vita wanazopambana nazo. Haleluya. Haleluya. Mimi nilikuwa nawaza, inawezekanaje hawa jamaa watengeneze njama namna hii? Yaani hadi unamtungia mtu, yaani unatunga sheria kwa ajili ya mtu mmoja. It's not normal. Lazima kuna spirit iko nyuma ya hao watu. Kumbuka huyu Danieli nafasi gani anatakiwa kukaa? Biblia inasema anatakiwa kukaa juu ya ufalme wote. Hawana shida mtu mwingine yoyote akikaa juu ya ufalme, lakini mtu mwenye roho bora hawako tayari. Haleluya. Kwenye hizi system kuna roho ambazo zinakuwa zinatawala, na once mtu anayokuja hapo ana roho bora, wana shida naye. Hawana shida sana kama una roho nyingine, lakini una roho bora wana shida na wewe. Kumbuka ufalme wa Babylon ulikuwa unatawaliwa na roho gani? Ukisoma kwa habari ya Nebukadnezar unakuta alikuwa amezungukwa na wachawi na waganga. Kwa hiyo unaanza kaelewa tu ni roho gani iliyokuwa inatawala kwenye mfumo wa ile nchi. Alafu eti mtu ana roho bora ingie pale. Haleluya. Haleluya. Hivi mnajua maana ya roho ya mpinga Kristo? Haleluya. Kuna mpinga Kristo na roho ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo bado hajadhilika kwa sababu atakuwa ni mtu kabisa, lakini roho ya mpinga Kristo inafanya kazi. Kumbuka mpinga Kristo atakuwa ni nani?
atakuwa ni kiongozi. Atakapotokea atakuwa ni kiongozi wa dunia nzima. Kwa kazi mojawapo ya roho ya mpinga Kristo sasa hivi ni kuhakikisha inapinga kwa njia yoyote yule mtu mwenye roho ya Kristo kukaa kwenye hiyo mifumo. Sio kama mnanielewa. Nasema hivi, ufalme wa Babylon ulikuwa unatawala, kuna roho iliyokuwa inatawala pale. Ilikuwa ina shida mtu kutawala, mtu kukaa kwenye kile kiti. Lakini as long as hana roho ya Kristo ndani yake, hana roho bora ndani yake, hawana shida mtu kufanya biashara kwenye mtaa wenu. Hawana shida mtu kupandishwa cheo kwenye ofisi yenu. Hawana shida mtu kufungua kampuni. Lakini wana shida mtu aina gani anafungua hiyo kampuni. As long as huyo mtu ana roho bora, jiandae kupambana ndugu yangu. Kama Daniel alipambana, maana yake naona anahitaji kupambana. Na wakati mwingine fursa milango inaweza ikafunguka kama ilivyomfungukia Daniel. Biblia inasema mfalme aliazimu kwamba huyu Daniel akae kwenye kile kiti. Lakini kulikuwa kuna watu wengine wenye roho nyingine. Walikuwa hapo tayari kuhakikisha Daniel aingie pale kwa njia yoyote, kwa gharama yoyote. Nisikizeni wa Kristo jamani. Hapa duniani hayupo roho tu wa Mungu, kuna roho nyingine pia. Na Biblia inasema shetani ni mfalme wa ulimwengu, ni mfalme wa dunia. Sasa wewe unataka kukaa kwenye ufalme wake, unataka kutawala kwenye ufalme wake. Usifikiri itakuwa rahisi. Kwenye hizi mifumo, sitaki kuongelea sana habari za mifumo, lakini kwenye hizi system zote unazozijua hapa duniani, kuna roho inayotawala. Usifikiri wewe utaingia tu kwenye huo mfumo kirahisi hivyo. Usifikiri wewe utaingia tu kwenye huo mfumo kwa maombi tu yale ya kulala. Haiwezekani. Haiwezekani. Kuna watu wanatengeneza njama za kila namna. Okay. Ofisini kwenu kuna watu wamepata nafasi kwenye hilo eneo wanalofanyia kazi kwa uganga, kuna wengine wamepata kwa uchawi, wengine wamevaa ilizi wanatunza kazi zao hapo. Wewe unaenda na Yesu wako, afu Yesu wako mwenyewe umwamini vizuri. Atuambieni tu kweli. Okay, wewe kwenye biashara yako una duka lako hapa, mwenzako ana duka lake hapa. Mwenzako kila siku anachoma ubani huko. Afu wewe unataka eti ushindane naye biashara. Niona klipu moja. Katoto kadogo kabisa. Nafikiri kama miaka 5 sijui 6, kameanza shule. Kadogo kanapiga manyanga ya kiganga yale. Alafu katoto kanaenda kushindana na watoto wa Kristo hata kuomba wajui. Yaani kanaenda darasani hako. Mtoto wako anasoma na nani? Mtoto wako anasoma na nani? Kanaenda darasani. Ndio maana nasikia mtu anafika darasani haoni karatasi nyeupe. Kumbe kuna watu. Haleluya. Haleluya. Unajua, Mungu atusaidie sisi wa Kristo. Mungu atusaidie. Kwa sababu upinzani wa Daniel haukuwa kwa sababu anamuonea tu wivu Daniel, no. Walikuwa kwa sababu ya roho aliyoibeba Daniel. Kwa sababu ya roho aliyobeba Daniel. Mimi kuna kipindi fulani wakati nasoma, namshukuru Mungu alinijalia neema niliokoka mapema. Wakati nasoma, kuna aina ya watu wawili ilikuwa inanisumbua sana. Nilikuwa sielewi nini kinatokea. Yaani kuna mtu ananichukia tu, yaani sijamkosea, ananichukia tu. Sasa najiuliza, nimkosea nini huyu mtu, mbona simuelewi? Lakini alikuwa ni ule upande mwingine. Ananichukia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mwingine, hapo sasa nilikuwa nafikiri kwa form 1. Kuna mwingine alikuwa ni rafiki yangu, lakini ulikuwa rafiki wa shida kweli kweli. Anaanza akaja, sasa unajua shuleni tulikuwa tunakaa boarding. Anasema naomba nifulie shati. Mimi namfulia shati lake safi. Mimi nikimwomba wewe na mimi naomba nifulie shati. Anakataa. Alafu siku nyingine akija tena, naomba nifulie shati. Najikuta nakubali. Au akisema twende sehemu fulani, najikuta naenda. Alafu baadaye najuta kwa nini nilienda pale.
Then nikaanza kujua hii ni nini. Haleluya. Ndio maana pia tunataka kuombea watoto jamani. Manake huyu kulikuwa kuna roho ndani yake. Roho ya miungu ndani yake. Iko powerful kuliko mimi. Kwa hiyo kikomandi chochote mimi nafanya. Nikawa mtumwa bila kujua. Haleluya. Lakini ukiwa chini ya mtu mwenye roho ya Mungu, roho ya Mungu haimfanyi mtu kuwa mtumwa. Haleluya. Kwa nikajishangaa, akisema hiki nafanyia. Sasa kingine anaweza kusema vibaya. Alafu baada ya muda mimi naomba msamaha kwa sababu naona sasa kumkosea mtu sio sawa, kana kinyongo sio sawa. Naomba msamaha. Baada ya muda tena ananifanyia ubaya. Nikasema Mungu. Nikaanza kuomba Mungu huyu muhamishe shule. Kwa sababu nijaribu kuachanisha ule urafiki nilishindwa. Nikaomba Mungu huyu hata muhamishe basi shule. Namshukuru Mungu akahama. Akaja mwingine. Huyo alipokuja nikagundua sikasema wewe kaa mbali. Sitaki urafiki na wewe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hapa duniani kwenye hizi system kuna roho zinazotawala. Na hasitaruhusu mtu yoyote aingie kwenye hizo system na yeye akatawala akiwa na roho bora kwenye system yao. Hawataruhusu. Kwa hiyo ukiona kazini mtu anakufyonya tu, uelewe tayari. Haleluya. Haleluya. Daniel alikuwa anafanya kazi kwenye ufalme ambao kuna wachawi, kuna waganga. Manake kuna watu wamepata kazi kwenye hiyo ufalme kwa uchawi, kwa uganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwaka huu si mwaka wa uchaguzi jamani. Kwa hiyo tutachagua wabunge na nini, si ndio? Sasa kila mtu ana sehemu yake anapokimbilia. Haleluya. Mungu wangu. Kuna mwaka 2000 na ngapi? Mwaka 2015. Haina isema hii haina shida. Mwaka 2015. Nilikuwa mshabiki. 2015 unajua nilikuwa mshabiki. Akasema hapana. Kwa katika ule ushabiki nikawa nasema hapa lazima na mimi nikapige kula. Sasa usiku nimelala. Nikaota ndoto ule kiongozi naye mpenda. Vitu anavyofanya sio kabisa. Sitaweza kuvisema. Sio kabisa. Lakini sasa kwa sababu ya ule ushabiki. Nikasema hapana, ndo huyu. Nikaenda hadi nafika kwenye ile la kupiga kula, mkono unakataa, unatetemeka. Lakini kwa sababu ya ushabiki bado nikawa nataka kumchagua yule. Na Mungu alinionyesha. In fact alinionyesha kuna vitu ambavyo anavifanya. Siwezi kumtaja yule kiongozi hata mseme vipi. Kuna vitu ambavyo anavifanya vijakaa sawa. Kuna namna ya ushirikina anatumia. Kwanza sijasema kiongozi gani, wa level gani, sijasema. Haleluya. Sijasema level gani. Kuna vitu anavifanya ambavyo havijakaa sawa. Lakini mimi nampenda ule ushabiki. Nikaenda nashukuru Mungu pia hakupita. Pamoja na kwamba nililazimisha kumchagua hakupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa hiyo unatakiwa uelewe kwenye hizi system kila mtu anatumia kile anachokijua yeye kukaa. Kila mtu anakitumia anachokijua yeye kukaa. Hiyo kwenye system za huko, hiyo kwenye system za kazini kwenu, hiyo kwenye system za biashara. Mimi wakati nafanya biashara Kariakoo, pita sehemu ukasikia udi nini unanukia, yani kawaida. Ni kawaida. Watu wanamtafuta Mungu wao. Kuhakikisha anaweka juu kwenye huo mfumo. Na wewe unamtafuta nani akuweke juu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Siku zote Mungu akikuinua juu, uwe na uhakika na vita yako inaongezeka. Na vita yako inaongezeka. Kwa sababu nafasi unayoitaka wewe na kuna wengine pia wanaitaka. Nafasi unayotafuta wewe kuna wengine pia wanaitafuta. Na sio kama wanaitafuta kwa Mungu wako, wanaitafuta kwa miungu mingine. Kwa hiyo una uhakika utapambana kuipata. Haleluya. Neno la Mungu linasema tangia kipindi cha Yohana
mpaka sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kwa sifikiri utaingia kwenye hiyo mifumo kwa nguvu za hizo ambazo unakula asubuhi saa 4, saa 6, saa 8, saa 12, saa 2. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unataka ujifunze pia kupata muda wa kuomba, kupata muda wa kumtafuta Mungu. Kuna mtu mmoja nilikuwa namwombea wiki iliyopita. Akasema anashangaa ameolewa. Anashangaa ni hawakutani na mume wake ni muda mrefu kweli umepita. Nikasema tena nini? Nikaanza kumwombea. Kumbe ni nguvu za giza zimenyang'anya kibali kwa mume wake. Zimeondoa kibali kwa mume wake. Kwa kibali ulichonacho adui anakitafuta sana. Na siku ya Jumapili tutakuwa na maombi hapa. Nimefundisha almost mara 3. Nimefundisha kwa habari ya roho maskini. Nimefundisha na leo kuhusiana na kibali. Na nikafundisha na ile siku ya kwanza. Wiki ijayo tutakuwa na maombi hapa. Kama una limitation yoyote kwenye eneo la uchumi, Mungu ataenda kukufungua. Mungu ataenda kukufungua. Iwe kuna roho ya umaskini na kutesa, iwe ni nguvu yoyote ya giza inazuia breakthrough zako, hiyo siku Mungu ataenda kukufungua. Haleluya. 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 Basi unaweza kusimama hapo ulipo. Tutaanza tu leo kukuomba kidogo. Tutaomba tu rehema. Yes, omba rehema, omba rehema. Popote ambapo amekulimiti kwenye eneo la uchumi, popote ambapo amelimiti kwenye eneo la uchumi, lakini wamelimiti na kibali chako. Lika shata rabazata, lika zata rabazata rabababa. Mungu tunaomba rehema Bwana. Tunaomba rehema Bwana. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ukaturehemu Bwana. Ukaturehemu Bwana. Chochote Bwana kilichokaa kinacholeta umaskini, chochote Bwana, iwe ni roho ya umaskini imepata nafasi kwenye maisha yetu, iwe Bwana ni roho kwa ajili ya kuzuia kile kibali, Mungu tunaomba rehema. Mungu tunaomba rehema. Mungu tunaomba rehema kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Omba rehema, omba rehema, omba rehema. Riba shata raba sata raba. Lika shaka raba sata raba koraba shata. Lika sata raba karaba sanda. Lika sanda raba koraba shata. Lika sata rapa zata rapa kataba. Lika sanda raba shata raba bababa. Yama sanda rapa zata raba ba. Lika sanda raba shata rapa kataba. Yaka zata rapa zata karaba baba. Mungu tunaomba rehema kwa damu ya Yesu. Nifuatishe maneno haya. Sema Bwana Yesu, tunakuja mbele zako. Tunaomba rehema juu ya uchumi wetu, juu ya kila uhalali wa roho ya umaskini kwenye maisha yetu, juu ya kila uhalali wa roho yoyote kuzuia kibali changu, kuzuia kibali changu. Leo hii Bwana tunakuja kwako, tunaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ikiwa Bwana kuna uhalali wowote wa roho ya umaskini kwenye maisha yangu, ikiwa Bwana kuna uhalali wa roho ya umaskini kwenye maisha yetu, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Lakini Bwana, ninajua kabisa kuna madhabahu ambazo zinaachilia hizo roho za umaskini, hizo roho za kuzuia kibali changu. Leo hii Bwana ninakuja kwako, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu. Uhalali wowote
wowote walionao juu yangu, uhalali wowote walionao kwenye uchumi wangu, uhalali wowote walionao kwenye maisha yangu, naomba rehema, naomba rehema kwa damu ya Yesu. Unirehemu Bwana, unirehemu Bwana, unirehemu Bwana, unirehemu Bwana. Omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema. Yesu, una dakika 5. Una dakika 5. Yes, karaba shakaraba baba baba. Damu yako inene mema juu yetu Bwana. Damu yako inene mema juu ya kila uhalali wa roho yote ya kuzuia breakthroughs, wa kila uhalali wa roho yote kuzuia mipenyo ya kiuchumi. Lika shata raba sata raba kataba, lika sata raba karaba shata, lika sata raba baba baba, yege zoko toko shoto, lika sata raba shata, lika sata raba baba baba, yege zopa shata raba zopa, lika sata raba shata rabasata, lika sando robo bobo, yege zoko toko shoko toko sho, menge zeke. Omba rema, omba rema, omba rema, omba rapa sata rikataya, lika sata rabo. Popote pale Bwana kibali changu kilipozuiwa, popote pale Bwana kibali changu kilipozuiwa, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu, ninaomba rehema kwa damu yako. Rehema Bwana, kile kibali changu kwenye eneo la uchumi, kile kibali changu kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la ndoa, repa sata rabashata, lika sakaraba korabashanda, lika sata rabababa, yeke sokotoko jo, liko soto robo zuza, lika shata rapazata. Yes, omba rema, omba rema. Chochote kinachozuia usitoke kwenye hiyo mikwamo ya kiuchumi, usitoke kwenye hiyo mikwamo ya kukosa kibali, damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema. Umekaa hapo muda mwingi natosha, umekaa hapo vya kutosha, umekaa hapo vya kutosha. Damu ya Yesu inene mema. Bwana, juu ya kila mikwamo iliyoko kwenye maisha yangu kwa sababu ya roho ya umaskini, kwa sababu ya kukosa kibali, kwa sababu ya kukosa kibali, lika sataraba shata, lika sakaraba baba, yege sokoto koshokoto, lika sakaraba sanda, liko shokoto koshokoto, yege sokoropo soto, liko sokorobo bobo, yege sokoto koshoto, yemezeketekesho, lika shakarabazata, lika sakarapa papa, yamazakaraba shata, lika sakarapa sota, lika sakarapa kataba, lika sataraba shatura, lika rapa zeketekesho. Mungu rehemu Bwana, kila wanaoinuka juu yangu kuzuia kibali changu, kila wanaoinuka juu yangu kuzuia kibali changu, rehema zako ziwe kubwa juu yangu, rehema zako ziwe kubwa juu yangu, rehema zako ziwe kubwa juu yangu. Lika shata rabasata, ropo soto robo bobo, lika shata rabasata raba, lika sata raba korobo shata, menge zeketeke shokoto, lika sata raba shata raba kora, yanta raba sanda raba baba. In Jesus' mighty name.